Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya pili ya mwaka 2026. Katika robo hii tumekuwa na mfululizo wa masomo mazuri yanayosema kukua katika uhusiano na Mungu. Na hili ni somo la 9. Somo hili ni kwa ajili ya Mei 23 hadi 29. Na hii ni Sabato mchana. Somo la juma hili, Waamuzi 14, Marko 9 aya 42 hadi 48, Warumi sura ile ya 3 aya 20, Mathayo sura ya 5 ya 17 na 18, Warumi sura ya 3 ya 28 na Mathayo sura ya 7 aya ya 24. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Zaburi ya 119 ya 93 hadi 94, ambapo neno la Mungu linasema: hata milele sitayasahau maagizo yako, maana kwa hayo umenihuisha. Mimi ni wako, uniokoe, kwa maana nimejifunza mausia yako. Bila shaka dhambi ni kizuizi kikuu cha uhusiano wa karibu na Mungu. Si kwamba tu dhambi inatutenganisha na Mungu kwa sasa, Isaya 59:2, bali pia inadanganya, inaumiza, inateketeza na hatimaye inatuangamiza. Vita yetu dhidi ya dhambi na ubinafsi ni vita kubwa sana, ambayo tutapata kukabiliana nayo ikiwa na matokeo makubwa, yaani ya milele. Wengine huipuuzia dhambi kama tu sehemu ya kawaida ya maisha. Hata hivyo, ni jambo la asili ya kibinadamu kuendekeza anasa. Je, tunaihafifisha dhambi kwa sababu jamii imeridhika nayo? Tunaweza kuongea kwa tahadhari kubwa juu ya mada ya dhambi, kwa kuogopa kwamba tutamkwaza mtu fulani ikiwa tutaita dhambi kwa jina lake. Lakini mwisho wa yote, kadiri tunavyochagua kuishi nayo bila kukwazana, ndivyo tutakavyozidi kuteleza kwenda mbali na uhusiano bora na Mungu. Ndiyo, kila mtu ametenda dhambi. Fikra, misukumo, matendo na maneno yetu yanawaumiza wengine, sisi pamoja na Mungu. Mwishowe dhambi inaharibu uhusiano wetu na Mungu, lakini Mungu amejidhihirisha mwenyewe kwetu kupitia kwa ufahamu wa sheria ambayo huifunua dhambi maishani mwetu. Juma hili, hebu tuchungue sababu ya Mungu kutupatia sheria yake, na pale mtu anapoivunja sheria ya Mungu na matokeo yake akatenda dhambi, ni kitu gani au ni nani anayeweza kusaidia kurejesha mahusiano yake na Mungu? Hii ni Sabato mchana. Jifunze somo la juma hili ukijiandaa kwa Sabato ya Mei 30. Hili ni somo la 9, somo linalosema dhambi, injili na sheria. Siku ya Jumapili tutajifunza vishawishi na majaribu. Jumatatu tutajifunza ngome imara katika uhusiano wangu na Mungu. Jumanne tutajifunza mada inayosema sheria. Jumatano, sheria na injili. Alhamisi, kujua na kutenda. Ijumaa, jifunze zaidi.